namna gani? Pale ambapo tumesoma katika kitabu cha Paulo kwa Warumi, ama Mtume Paulo aliyosema kwa Warumi 8 na mstari wa 28 katika barua yake ile kwa Warumi, anasema ya kwamba Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Hapa Paulo anapenda kusema nini? Anapenda kusema ya kwamba Mungu ukija kwake atafanya kazi pamoja na wewe. Basi asifiwe. Tunapenda kusema ya kwamba tufanye kazi pamoja na Mungu. Akasema ya kwamba wale wenye kufanya kazi pamoja na Mungu ni wale wampendao. Tunaweza kuwa watu maelfu humu na wengi hawampendi Mungu, hawezi kutumika kazi nani? Mungu atumika kazi na wale wampendao, na tena anawapa nini? Anawapa mema. Na wale watu wanaonekana ya kwamba ni wale ambao waliitwa kwa kusudi lake. Basi asifiwe. Ni lazima kwanza kanisa lijitambue ya kwamba ni shirika lenye kuundwa na watu wenye mahitaji. Hii parokia ijitambue ya kwamba ni shirika ambayo inapaswa kujua ya kwamba ina watu ambao wana mahitaji. Hayo mahitaji ni mahitaji ya kila aina. Tunaweza kutaja mamoja kama vile kuna watu ambao wanahitaji nyumba, kuna wale wanahitaji vyombo, inaweza kuwa vyombo vya kusafiri ama vya kutembelea. Kuna watu ambao wanahitaji chakula, watu ambao wanahitaji mambo mengi. Kwa watumishi wa kanisa wanahitaji kulishwa. Ndio wanasema ya kwamba watumishi wa kanisa wanahitaji kulishwa. Sisi tunahitaji kulisha wageni, na wakati tunafanya ibada, watu ambao wamekuwa katika ibada wanahitaji kwa ajili ya sababu hizi ambazo tunataka hapa mtume na zingine ambazo tunakutaja. Lazima kanisa ifikie kitu kimoja kwa maendeleo yake nafsi. Sasa maendeleo binafsi hali mzigo ambao tunao, mzigo ambao umekuja tutakwambia kama sisi tunatoka na maendeleo binafsi. Yaani tusitegemee mtu mwingine, tusitegemee ya kwamba tutakuta mtu ambaye atakuja kutusaidia. Kusoma katika kitabu cha Mithali sura ya 14 mstari 23, nasema ya kwamba katika kila kazi mna faida. Katika kila kazi mna faida. Lakini hapo akasema ya kwamba maneno ya midomo huleta hasara tu. Yaani ukifanya kazi pamoja na Mungu utapata faida, lakini wewe midomo yako ikiwa ni ya kufanya mambo ambayo hayafuatani na mambo ya Mwenyezi Mungu, mambo ya Bwana wetu Yesu Kristo, hapa wanasema ya kwamba hiyo midomo italeta ni hasara tu, haitaleta faida, italeta hasara. Tukamilishe pale katika kitabu cha Mithali sura 14 mstari wa 23. Mithali 14:23. Biblia inasema
katika kila kazi mna faida, bali maneno ya midomo huleta hasara tu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pia utaona njia za kutafuta mapato kanisani. Ni njia gani tutatumia kupata ama kutafuta mapato kanisani? Kuna njia tatu kubwa ambazo tutatumia. Njia ya kwanza ni Wakristo. Njia ya pili ni kazi za pamoja, na njia ya tatu ni miradi. Katika njia ya kwanza, njia ambayo tunasema Wakristo, ndio njia ya kwanza kutafuta nini? Kutafuta mapato kanisani. Tusome Matendo ya Mitume sura 11 mstari wa 26 kabla hatujaeleza Wakristo hapa. Sura 11 mstari wa 26. Mstari wa 26 maandiko yanasema, hata alipokwisha kumwona amleta Antiokia, ikawa kwa muda wa mwaka mzima wakakusanyika pamoja na kanisa na kuwafundisha watu wengi, na wanafunzi waliitwa Wakristo. Nasema ya kwamba njia ya kutafuta mapato kanisani, njia ya kwanza ni Wakristo. Na kabla hatujaeleza Wakristo hapa, tunaweza kueleza tena kanisa letu inaitwa jina Methodiste Huru. Sasa wakati wale watumishi wa John Wesley walikuwa wakitumika kazi kwa mpango ama kwa mpangilio, hapo wakasema ya kwamba hawa watu wako wanatumika kwa usahihi ama kwa mpango. Hawa watu ni kutumika kwa mpango, hawa ni watu wa mpango wao, ndio kutoka hii jina Methodist. Watu ambao wanapangilia kila kitu, tukaitwa wa Methodist. Ndio maana tulisema hapo mbele ya kwamba ukiwa katika kanisa letu, katika dhehebu letu, kuna mikakati ambayo tunayo. Usipofuata mikakati yetu, tunakuweka pembeni, tunakutia pembeni. Kwa sababu gani? Haujaheshimisha jina Methodist. Na hili jina wa Kristo ni jina ambalo tumepewa, ilikuwa kama tusi. Wakati Yesu alimsulubisha, wakafanya mambo yao yote, lakini wakati walikuwa wakifanya kazi kama vile kazi za Kristo, wakasema ya kwamba hawa tutawaita wanani? Wa Kristo, kwa sababu wanafanya kama nani? Kama Bwana wao nani? Kristo. Tukaitwa wa Kristo. Wao walikuwa wanadhania kwamba ni jina la tusi, lakini ni jina ambalo limeinua wa Kristo kwa sababu ya yule ambaye ameenda kuwafia hapa duniani, aliyetoa maisha yake kwa ajili yao. Mojawapo ya kutafuta mapato kanisani, Wakristo ndio wanatoa sehemu ya 10. Wakristo wanatoa sadaka za kila aina. Wakristo wanatoa michango. Wakristo wanatoa zawadi. Ndio maana wanasema ya kwamba njia ya kutafuta mapato kanisani, njia ya kwanza ni Wakristo. Kama hakuna Wakristo kanisani, hamwezi kupatikana mapato. Na ikiwa injili inahubiriwa, ni kwa sababu ya mapato ya Wakristo. Mapato yetu sisi Wakristo. Ndio maana injili inatembea katika ulimwengu. Ndio maana tunatuma wamisionari kwenda wanafungua makanisa. Ni sisi Wakristo
ambao tunafanya mambo kama haya. Ndio maana wanasema ya kwamba hiyo ni njia mojawapo ya kutafuta mapato kanisani. Hizi siku wakati tulipokwenda tulipokwenda kwenye shauri la kanisa, kuna vitabu vyetu ambavyo vimekwisha toka, havijatangazwa, kitu tunavitangaza hivi ambavyo tuko tunasema kinywani. Katika sadaka kuna sadaka ambayo wanaita yari ya wiki 50 ama ya bahasha 52. Si wengine ambao watatoa, ni Wakristo. Hiyo sadaka ama hiyo yari ya bahasha 52 itatumika katika makanisa yetu yote. Baraza Kuu la Kongo wamekwisha anza kutumika na mpango huu. Tunajua kwamba mwaka unakaa na wiki 52. Ni pale walitoa ile neno, yaani sadaka ya kutoa mwaka wote mzima, na ikiwa kutakuwa mabadiliko huko mbele, kunaweza kuwa mabadiliko, lakini hiyo sadaka itatolewa na Wakristo, na watakaounda kamati ya hiyo sadaka ni wahubiri wa mahali. Wote watakuwa katika ile tume ama katika ile kamati, ila watakuja kuchagua watu wawili kati yao ambao watakuwa wanawakilisha hiyo sadaka kwenye mfuko wa section. Wale wawili ndio watakuwa wanawakilisha zile sadaka kwenye mfuko wa section, na mwisho wa mwezi hizo sadaka zitahesabiwa. Kisha kuhesabiwa zitagawiwa katika bahasha 4. Bahasha 4. Bahasha ya kwanza, kama tulivyokubaliana kwenye kikao cha wakuu wa majimbo, bahasha moja itatumika kwenye makanisa yetu ya mahali. Bahasha ya pili itatumika kwenye parokia. Bahasha ya tatu itatumika kwenye jimbo, na bahasha ya 4 itatumika kwenye baraza kuu. Huo utaratibu, si wengine ambao watatoa hizo pesa au yale mapato kanisani. Hiyo njia itatolewa na wanani? Na sisi wa Kristo. Sio tu ndio sadaka itatolewa, na sadaka nyingine nazo zitaendelea kutolewa. Naweza zifiwe? Naweza zifiwe? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunasema kwamba njia ya pili ya kutoa sadaka ni kazi za pamoja. Hata niache nijibu swali moja ambalo tumeulizwa wakati tumeenda kuambia watu mzigo ambao tunao wa kupewa baraza kuu. Mtu mmoja alisema ya kwamba, akauliza ya kwamba mbona Biblia inasema ya kwamba usitumikie Mungu na mali? Ndio Biblia inasema. Biblia inapenda kusema nini? Usitumikie Mungu na mali. Yaani zile sadaka ambazo hazina hata utukufu, zenye hazimpe Mungu utukufu, ndio ile mali wanasema. Hata katika makanisa yetu tunasema bila woga, kuna watu ambao ni watu wa frima, wapo katika makanisa. Zile pesa zile ndio pesa zinakatazwa, hizo pesa za frima uende kuzichanga na pesa za kumtumikia Mungu, hizo zinakatazwa.